Karibuni sana wadau wangu wa channel ya Mwalimu Fanuel Matabula Online Channel. Ni channel inayotoa maudhui ya kihistoria. Ni historia za mambo mbalimbali ikiwemo mambo ya nchi, mambo ya makabila, tawala za zamani na mambo mengine. Hata tawala za kisasa nazo zinaacha historia zake. Basi usisahau kusubscribe ili muweze kuwa wa kwanza kabisa kuona video zinapokuwa zikirushwa. Lakini msisahau kushare ili kuweza kupata wadau wengine. Lakini pia msisahau kucomment kama kuna maoni yoyote mngependekeza kwamba jambo fulani hivi lifanyike au kupongeza vyovyote vile. Kutegemea na wewe una maoni gani. Basi kipindi kilichopita tulikuwa tukizungumzia habari za ukabaila kwa ujumla. Tukazungumza ukabaila ni nini? Tukazungumza kodi zilizokuwa zikilipwa wakati huo, zile za aina tatu, kwa maana ya kwenda kufanya kazi kwenye maeneo ya viongozi au kupeleka sehemu ya mazao au kulipa fedha, ambazo hizo kodi zilikuwa zinabadilika kutokana na mazingira. Lakini pia tukazungumzia mwishoni hapa tukazungumzia habari ya sifa za huo ukabaila zilikuwaje. Sifa za ukabaila huo zilikuwa vipi? Yaani ukabaila huo ulikuwa na sifa zipi? Na basi katika kipindi hiki tuzungumze mifano ya jamii zilizokuwa zinatumia mfumo huu wa kikabaila enzi hizo wakati wa ukabaila kama hatua ya uzalishaji mali katika historia ya binadamu. Kwa sababu tunazungumzia Afrika kabla ya uhuru. Sasa kulikuwa kuna jamii nyingi, lakini kwa kuanza tunaweza kuanza na jamii za zilizokuwa zinakaa kwenye ukanda wa maziwa makuu. Ukanda wa maziwa makuu, maziwa yenyewe kama vile Victoria hivi, Tanganyika, Kivu, Edward, Albert, Kyoga. Hayo maziwa bwana, katika kanda zake hizi, kanda za haya maziwa, kulikuwa kuna falme mbalimbali ambazo zilikuwa zinatumia huu mfumo wa kikabaila. Falme zenyewe zilikuwa nyingi, lakini baadhi yake ni pamoja na Bunyoro, ambapo hata hivyo tunaona kwamba kwa kihistoria katika harakati za huu ukabaila huu, wakati unaanza ulianza mwishoni mwa utawala wa Bunyoro Kitara. Ule utawala wa Bunyoro Kitara ambao ulianguka miaka 1500 hivi. Huko ukabaila huo ndio kulikuwa umeanza. Kwa hiyo miongoni mwa falme ambazo zilikuwa zinatumia mfumo huo wa ukabaila na Bunyoro nayo tunaiweka. Kwa hiyo mojawapo ni Bunyoro, japo ilikuwa ni mwishoni utawala unaenda kuanguka hivyo, lakini na yenyewe ilinusa huo mfumo wa ukabaila kidogo. Kwa hiyo kulikuwa kuna Bunyoro, kulikuwa kuna Busoga, kulikuwa kuna Ankole, kulikuwa kuna Buganda, lakini kulikuwa kuna Buhaya, kulikuwa kuna Karagwe, kulikuwa kuna Rwanda na kulikuwa kuna Burundi. Hizo ni baadhi yake chache, yani baadhi ya hizi zilizokuwepo, japo kuna nyingine ndogo ambazo zilikuwa nazo zinatumia mfumo huo. Kwa mfano watu wa Buha, watu wa Uzinza, watu wa Ukerewe, na wao walijitahidi kutumia hiyo mifumo ya kikabaila. Sasa katika historia fupi ya mifano ya hizi jamii zilizotumia mfumo huu wa kikabaila, tunasema kwamba katika hali ya kawaida tu ni kwamba kihistoria bwana,
kulikuwa kuna aina mbili za ukabaila ambazo zilikuwa yani kulikuwa kuna aina mbili au vitu viwili ambavyo vilikuwa ndio rasilimali kuu za uzalishaji mali. Kwa hiyo hivi vitu viwili viligawanya pia, kukawa kuna aina mbili za ukabaila kutegemea na maeneo ambao ulikuwa katika maeneo haya ya ukanda wa maziwa makuu. Ukanda wa maziwa makuu wenyewe waliosoma Kiingereza wanaitaje kwa nitakuja kuangalia baadaye, nikikumbuka vizuri nitakuja kuiweka. Kwa hiyo hawa kulikuwa kuna ukabaila wa aina mbili. Jambo la kwanza ilikuwa ni ukabaila kwa maana ya ukabaila unaotegemea ardhi, ambao huo ni kama vile Buganda. Bunyoro yenyewe ile tumesema kwamba ilinusa, kwa hiyo nayo tunaiweka Bunyoro. Busoga, Buganda, Buhaya, Karagwe. Hao watu walikuwa wanajihusisha zaidi na kilimo cha ndizi. Kwa ndizi ndio ilikuwa kitega uchumi chao kikubwa sana. Lakini kuna nyingine ambazo wenyewe walikuwa nadhani na Ukerewe na Uzinza nao walikuwa wanaingia kwenye huu mfumo unaotegemea ardhi kama rasilimali kuu. Lakini kuna nyingine tatu, kwa mfano Ankole, ile ya Wanyankole, na Rwanda na Burundi. Hizi zilikuwa zinategemea katika aina ya pili ya ukabaila ambayo ulikuwa ni umiliki wa ng'ombe. Sasa yani wewe ukitaka kuheshimika kuwa na ng'ombe hata 5,000, 8,000, 20,000 huko, unaonekana wewe ni boss kweli. Kwa hiyo huu ukabaila ulikuwa wa namna mbili. Wa kwanza ulikuwa ni ukabaila unaotegemea ardhi, na wa pili ulikuwa ni ukabaila unaotegemea umiliki wa ng'ombe. Haya yote yalikuwa katika maeneo haya ya Intercastrian region, nchi za au jamii zilizokuwa, maana kipindi hicho hakukuwa na nchi, jamii zilizokuwa au falme zilizokuwa katika maeneo ya ukanda wa maziwa makuu. Kwa hiyo tumeona kwamba kulikuwa kuna namna mbili. Hawa wamiliki wa ng'ombe walikuwa nadhani nimekumbuka na Rwanda, Burundi, Karagwe na Ankole. Hawa walikuwa wanajikita zaidi kwenye ufugaji ufugaji wa ng'ombe hawa. Lakini Bunyoro ile Kitara na Bunyoro hii iliyofuata baadaye, na Buganda na Buhaya wao na Ukerewe na Uzinza, wao walikuwa wanajihusisha zaidi katika ufugaji. Walikuwa wanajihusisha zaidi katika ardhi, kulima ndizi na mazao mengine ya nafaka yalikuwa yanalimwa sana. Basi hiyo ni historia fupi kidogo kuhusu habari za falme zilizokuwa katika ukanda wa maziwa makuu, hasa eneo la Afrika Mashariki eneo la Afrika Mashariki, ambapo tunasema kwamba hizi falme hizi zilikuwa zinatumia mfumo wa kikabaila, ambapo mifumo hii ilikuwa inawasaidia viongozi kujikusanyia rasilimali za kutosha. Na basi baada ya hiyo historia fupi, tuzungumzie kidogo ukabaila, huo mfumo wa ukabaila katika falme ya Buganda. Sasa katika falme ya Buganda bwana, huu kabaila ulihusishwa sana na kuingia madarakani kwa
hawa wafalme walioitwa Kabaka. Hawa raia walioitwa Kabaka walikuwa ni miongoni mwa wafalme waliotambulisha sana huu ukabaila, na kimsingi huu mfumo wa kuingia kwa wafalme akina Kabaka hawa ulianza mnamo karne ya 17. Sasa ilionekana kwamba Kabaka wa kwanza kabisa kuanza kutambulisha huu mfumo wa kabaila alikutana na upinzani sana kutoka kwa viongozi wa koo mbalimbali, kwa sababu jamii za kale zilikuwa mara nyingi zinaongozwa kupitia koo mbalimbali, jinsi walivyokuwa wamejipanga wao, kwa sababu kabla ya hizi falme au kama falme mmoja umeanguka na jamii kabaki hivi, na maana hicho kwa kinafuata ni uongozi wa kiukoo. Kwa hiyo sasa na maana kwamba hawa Waganda bwana, hawa walijikuta kwamba wanapinga sana huu mfumo ambao walikuwa wameuweka Kabaka. Sasa baada ya kuona hivyo, Kabaka yeye akaona kwamba jambo la kufanya ni jambo moja. Akafanya mambo mengi, lakini mambo muhimu aliyoyafanya ni kama haya, kwamba jambo la kwanza alianza akanyang'anya ng'ombe wote kwa waliokuwa nao, na akanyang'anya ardhi yote kwa waliokuwa nayo, na vikawa katika udhibiti wake. Na baada ya kufanya hayo, jambo la pili alilofanya ni kuanza kugawa maeneo kwa lile daraja la kati. Kwenye huu kabaila tulisema kuna madaraja mawili, kuna daraja la wale viongozi makabaila wenyewe na machifu, lakini pia kuna daraja la chini ambao ndo hawa wanaitwa ni wafanyakazi, wanaitwa serfs au tenants kwa wale waliosoma kwa lugha ya Kiingereza. Sasa kimsingi ni kwamba huyu Kabaka, lakini tukizungumzia habari ya haya matabaka, tukiamua kuyagawa, tukiamua kulichukua ili tabaka la juu tukaligawanya, yani tukaamua kulichambua, maana yake ni kwamba tutajikuta tunapata pia madaraja mawili. Kutakuwa kuna wale watu wa juu ambaye ni Kabaka, lakini huyu Kabaka ana daraja lake la pili ambao hawa ni wale wanaounda mabaraza ya kumshauri Kabaka, na wengine wanaounda mabaraza mengine ambayo ni ya kiuongozi, wakiwemo na hao machifu ambao sasa tunasema kwamba huyu Kabaka kipindi hicho alivyoona kwamba amepingwa sana katika mfumo huu, akaamua sasa kuanza kuwagawia ardhi wale daraja la kati wale, na kuwafanya kuwa mabwana ardhi. Hawa watu wakati walikuwa wanaitwa Barangira. Kwa hiyo hawa watu bwana aliwapa maeneo, lakini sio hawa tu, pia kuna mabaraza mengine aliwapa maeneo wale ambao waliwaona ni muhimu kwake. Abatongole walikuwa wanaitwa hivyo, Abatongole. Kwa hiyo sasa unaweza kaona kwamba katika kuwagawia hawa watu na kunyang'anya ardhi kwa wengine, sasa hii ikaonekana kwamba hamna jinsi yoyote watu wanaweza kufanya ili waweze kupata hayo maeneo. Zaidi ni kukubali tu kukodishwa na kulipa kodi kama mfumo wa ukabaila ulivyokuwa. Yani hamna jinsi, lazima hivyo. Lakini jambo jingine alilolifanya ni kuanza sasa kuteua machifu. Nadhani hii tulisoma hata kwenye ile historia ya utawala kabla ya ukoloni. Tulisoma haya mambo ya kuteua machifu. Kwa hiyo jambo alilolifanya ni kuteua machifu ili sasa hawa machifu waweze kumsaidia kusimamia. Na kwa kufanya mambo hayo aliweza kuwadhibiti viongozi hawa wa ukoo, na wakawa wamekaa kimya kabisa. Hawakuweza tena kutawala kwa sababu tayari alikuwa ameshawaondoa katika maeneo yao. Kiongozi aliyekuwa anaonekana kumtii
alikuwa anampinga, lakini akaonekana baadaye kuja kugeuka kumtii, manake hao walikuwa wanapewa wawe machifu au wasimamizi. Na kwa hiyo kama tulivyosema kwamba kutokana na kwamba alinyang'anya maeneo yote na ardhi zote, ina maana kwamba watu walibaki bila maeneo. Yaani kama una eneo basi ni pale unapoishi. Maeneo mengine yote yanakuwa ni mali ya mfalme wako. Kwa hiyo ina maana baada ya kufanya hivyo sasa kukawa kuna matabaka mawili, ambayo ni tabaka lile la juu ambalo nimesema kwamba tukilichambua tunaweza tukapata matabaka mawili napo. Lakini kwa sasa tukizungumzia kwa ujumla tunaliunganisha tuseme lile tabaka la wenye maeneo, yani kuanzia kwa huyo Kabaka kuja kwa Abarangira, kuja kwa Abatongole, na mpaka kufika kwa hawa machifu ambao anakuwa amewachagua. Lakini pia daraja lingine linakuwa ni la hawa watu ambao hawana maeneo. Wao wanabidi tu wafanye kazi ili waweze kulipa kodi kwa hawa viongozi wao, akiwemo Kabaka na hao wengine ambao wanakuwa wanamsaidia majukumu. Na miongoni mwa kodi ambazo zililipwa kipindi hicho, na wao walikuwa nazo kodi 3 kama tunavyojua. Kwamba kwenye ukabaila kulikuwa kuna kodi 3. Kulikuwa kuna rent in labor ambayo ilikuwa ni ya kwanza kabisa, halafu rent in kind ambayo ilikuwa ni ya pili, lakini kulikuwa kuna rent in cash au wengine wanasema rent in money ambayo ilikuwa ni kodi au aina ya 3 ya kodi iliyolipwa kipindi hicho cha ukabaila. Kwa hiyo na wao pia walikuwa nazo hizo, walikuwa nazilipa kwa maana ya kwamba, kwa mfano kulikuwa kuna kodi inaitwa Akasanvu. Hii kodi iliyokuwa inaitwa Akasanvu ilikuwa ni kodi ambayo ni moja kwa moja inakuwa ni rent in labor. Yani katika ile ule mfumo wa kulipa kodi kwa kutumia yani kwa kutumia nguvu yako, nguvu kazi. Unalipa kodi kwa kutumia nguvu kazi, maana yake unaenda kusaidia kazi za miradi ya uongozi au miradi ya ufalme kule. Sasa hii ndio ilikuwa inaitwa Akasanvu. Hiyo ndio kodi yao ile waliokuwa nailipa. Lakini kuna kodi ambayo walikuwa wanailipa nyingine inaitwa Obusuru. Hii kodi iliyokuwa inaitwa Obusuru hii ilikuwa ni mchanganyiko wa ile Akasanvu ya kwanza ambayo ni unaweza ukatoa nguvu kazi kwa maana ya rent in labor, lakini pia tayari ilishaanza kubadilika kwenda kwenye rent in kind kwa maana ya kulipa kodi kwa kutumia mazao, sehemu kubwa ya mazao uliyoyapata au sehemu kubwa ya kile ulichokizalisha kutokana na ardhi uliyopewa. Kwa hiyo Akasanvu ilikuwa ndio ile ya kwanza kabisa, alafu Obusuru ni hii ya pili. Na hii ya pili ulikuwa unaitoa kwa chifu ili kumshukuru kutokana na jinsi anavyokulinda. Ili akuwekee walinzi, yani ili jamii ilindwe, iweze kuwekewa usimamizi wa jeshi ambalo lingetakiwa kuwalinda hawa, basi walikuwa wanalazimika kulipa hiyo kodi ya Obusuru ili kuweza kufanyaje, ili kuweza kulindwa. Sasa hii kodi kwa kiasi au kwa sehemu ilikuwa inalipwa kama kwa kutoa nguvu kazi, manake kujitoa kwenda kwenye maeneo kufanya kazi, maeneo ya miradi ya serikali za wakati huo za falme zile. Lakini pia kulikuwa kuna kiasi kikubwa kilichobaki, sehemu kubwa iliyobaki ya hiyo kodi ya Obusuru ilikuwa ni zawadi ambazo zilikuwa zinatolewa za kile kilichozalishwa, zinatolewa kwa chifu kwa ajili ya ulinzi ili uweze kulindwa. Kwa hiyo walikuwa wanafanya hivyo. Ila
kuna kodi nyingine ilikuwa inaitwa Envunjo. Sasa hii kodi ya Envunjo hii ilikuwa ni haikuwa rent in money au rent in cash kama zile nyingine. Sasa wao walibuni mfumo wao tofauti kwamba hii Envunjo hii ilikuwa ni 1/10 ya kile ulichokizalisha. Yaani kwa lugha rahisi tunasema ni kama zaka, unaitoa kwa chifu kama alama ya kumheshimu kwamba sasa unamheshimu. Unaona, kwa hiyo na wao walikuwa nazo kodi hizi 3 ambazo walikuwa wanazilipa. Lakini hii kodi ya mwisho ni kama zaka, ni 1/10 ya kile ulichokipata. Kama umezalisha mazao, kwa sababu ulikuwa unalima ndizi sana na nafaka nyingine, na maana 1/10 ya kile ulichokipata unampelekea chifu kama vile, yani kama alama ya kwamba kumuonesha kwamba unamheshimu. Lakini hizi nyingine zilikuwa ni kwa ajili ya ulinzi na nyingine zilikuwa ni kwa ajili ya shughuli za kiserikali. Kwa hiyo hizi ndizo kodi walizokuwa wanazilipa. Na mpaka kuja kwa ukoloni karne ya 19 walikuta tayari Uganda ya kale imeshaingia kabisa kwenye mfumo wa kikabaila. Yaani mifumo mingine yote, hii mifumo ya ujima ilikuwa imeshaondoka kabisa yote. Kwa hiyo walikuta sehemu kubwa sana ya Uganda ishaingia kwenye ukabaila, sehemu kubwa sana. Basi baada ya hapo tuzungumze kidogo kuhusu swala la hawa watu wa Buhaya hawa watu wa Buhaya bwana. Kwanza naweza nikasema kwamba hawa watu walikuwa wanatumia mfumo kama ule tu wa Buganda, ila wao walibadilisha tu kitu kidogo kutokana na mazingira, kwa sababu kila wao walikuwa wanatawala kivyao. Kwanza ifahamike kwamba nao walikuwa ni miongoni mwa watu wanaotegemea ardhi kwa ajili ya kilimo. Hawa jamii ya Bahaya walikuwa wanategemea ardhi kwa ajili ya kilimo. Lakini kiachilia mbali habari za kilimo, ni kwamba mifumo yao jinsi ilivyokuwa ilikuwa kwamba walikuwa na mfalme wao, na wafalme wao waliwaita Abakama. Kwa hiyo Omukama aliyekuwepo kipindi hicho, yani Omukama ambaye alikuwa anatawala kwa kipindi hicho, ina maana kwamba yeye alichofanya, alichukua ardhi na kuamua kuitumia jinsi anavyopenda yeye, anavyoona yeye inafaa. Kama yule wa Uganda Kabaka, na huyo Omukama naye akaanza kuigawa ardhi akaanza kuigawa, anawagawia wale watu wake wanaomsaidia. Kwanza akaanza kuigawa kwa wafalme wadogo ambao hawa wafalme wadogo waliitwa Abakungu. Hawa Bakungu walikuwa wanachukua ardhi wanakodisha kwa hawa wakulima wadogo chini na kukusanya kodi. Lakini pia kuna daraja lingine ambalo nao waliitwa Balangira, vile Balangira kama wale wa Uganda, kwa sababu hawa watu wanafanana baadhi ya mambo, tofauti ni kidogo tu. Kwa hiyo hawa Balangira na Abakungu na Omukama wote walikuwa ni wamiliki wa ardhi. Kwa hiyo sasa Buhaya kama sehemu ya falme ambayo ilikuwa katika eneo la maziwa makuu, eneo la ukanda wa maziwa makuu, hasa Afrika Mashariki, nayo ilikuwa inatumia mfumo wa namna hii ambao ulisababisha kuwepo kwa matabaka mawili. Tabaka la kwanza walikuwa ni wamiliki ardhi, na tabaka la pili walikuwa ni wale ambao hawana ardhi ya kuimiliki. Kwa hiyo tabaka la kwanza ambalo ni tabaka la juu lilijumuisha kuanzia kwa Omukama
kwa maana ya mfalme, kwa sababu Omukama ni title ya mfalme aliyekuwa anatawala katika ufalme huo wa Buhaya wa kipindi hicho, Buhaya ya kale. Kwa hiyo Omukama ndio alikuwa ni mfalme wao, walikuwa wanamuita hivyo Omukama. Kwa hiyo kuna Abakama wengi walipita pale, kwa sababu hiyo ilikuwa ni cheo. Kwa hiyo Omukama wa kipindi hicho baada ya kugawa hayo maeneo, ina maana na Buhaya ikawa ina madaraja matatu au sio matatu, mawili, matabaka mawili, ambayo haya matabaka yalikuwa yanajumuisha tabaka la juu la viongozi, ambalo hili lilijumuisha Omukama, Abakungu na Balangira, ambapo kwa pamoja, kwa jumla, hili daraja liliitwa ni daraja la Abatwazi. Hawa Batwazi bwana, hawa ndio walikuwa wanafanya ndio walikuwa wanashirikiana katika uongozi kwa ajili ya kuendesha eneo lao, yani kuendesha shughuli mbalimbali ambazo za uzalishaji mali katika eneo lao. Kwa hiyo hawa Batwazi hawa walikuwa ni viongozi, lakini kulikuwa kuna wengine hawa wa chini sasa, hawa ambao ni wakulima, walikuwa wanapewa maeneo halafu wanalazimika kulipa kodi kwa mfumo wa either kodi kwa kwenda kufanya kazi, yani kodi ya nguvu kazi inaitwa rent in labor, au kodi ya sehemu kubwa ya kilichozalishwa ambayo ni rent in kind, lakini kodi ya fedha ambayo ni rent in cash. Kwa hiyo walikuwa wanahamasishwa walipe hizo kodi. Na hili daraja la chini waliitwa Abatwarwa. Kwa hiyo ina maana kwamba hawa watu wa juu, hawa viongozi waliokuwa na maeneo mengi wanayamiliki, walikuwa wanaitwa kwa pamoja, japo kulikuwa ndani yake kulikuwa kuna Omukama, kulikuwa kuna Abakungu na Balangira, lakini wote kwa pamoja waliitwa Batwazi. Kwa hiyo huku chini sasa, huku kwa wakulima wenzetu nasie, hawa ndio walikuwa wanaitwa Batwarwa. Kwa hiyo hawa Batwarwa hawa ndio walikuwa ni peasant kwa lugha ya Kiingereza, wakulima wadogo waliokuwa wanapewa maeneo kwa ajili ya kufanyaje, kwa ajili ya kulima na kukusanya kile kilichopatikana kupeleka kule juu katika uongozi, ili wale waweze kufanyaje, kuachia ardhi walizowakodisha. Maana waliokuwa ni wamiliki wa ardhi ni hilo daraja la kwanza la Batwazi. Wenyewe walikuwa wanamiliki kabisa ardhi, na Omukama alikuwa anawagawia kabisa ardhi wanaimiliki, lakini sasa na wao wakodishe ili warudishe kodi kule juu. Unaona? Kwa hiyo hizi ndizo zilikuwa kingdom au falme ambazo zilikuwa zikitumia mifumo ya ukabaila, hasa hawa waliotumia ardhi. Hawa wanafanana japo hazijaisha hizi. Kwa hiyo kipindi kijacho tutakuja kuelezea falme nyingine, lakini tutaanza na falme ya Rwanda na Burundi kama sehemu ya jamii au falme zilizokuwa zikiishi katika maeneo ya ukanda wa maziwa makuu, eneo la Afrika Mashariki. Lakini kabla sijasahau au kabla sijawaaga, niseme tu kwamba mfumo uliokuwa unatumika huku kwa hawa watu waliokuwa wakimilikiwa au waliokuwa wakiishi katika jamii ya Abahaya, mfumo uliokuwa unatumika katika ukabaila, yani ulikuwa unaitwa Nyarubanja. Kwao walikuwa wanaita hivi Nyarubanja. Kwa hiyo hii Nyarubanja hili ndio ilikuwa mfumo
uliokuwa unatumika, mfumo wa jumla kabisa, yani general system ambayo ilikuwa inaongozwa, ilikuwa inafungamanisha vitu vyote hivyo nilivyoeleza hapo juu. Mfumo wote wa jumla uliokuwa unafungamanisha yote hayo niliyoeleza hapo juu ulikuwa unajulikana kama Nyarubanja. Yani ndio ukabaila mzima uliokuwa katika eneo la Buhaya Kingdom au falme ya Buhaya ilikuwa inatumia huu mfumo wa Nyarubanja, ambao huu mfumo ndio ulikuwa ukabaila wa kule kwao. Na kwa hiyo nimesema kwamba tutakuja kuzungumzia tutakuja kuanza na Rwanda na Burundi, ambapo baada ya kuanza nao hao Rwanda na Burundi tutafuata na wengine watakaokuwa wanafuata. Ikumbukwe Rwanda na Burundi hawa ni watu waliokuwa wanatumia mfumo wa ukabaila, lakini ule wa aina ya pili, kwa maana ya kumiliki ng'ombe. Wao habari za kulima walikuwa sio sana. Wao walikuwa wanajali sana ufugaji kuliko kilimo. Sasa huo ndio ulikuwa ukabaila wa kule kwao. Tutakuja kuelezea katika kipindi kinachofuata. Lakini kwa sasa niseme tu kwamba kipindi hiki kimeishia hapa. Ndio mwisho wa hiki kipindi kwa leo. Kwa hiyo kipindi kitakachofuata tutakuja kuendelea. Ila kwa leo tuishie hapa, au niseme kwa sasa tuishie hapa. Kipindi kijacho tutakuja kuendelea na mengine yanayofuata. Baada ya hapo niseme niwatakie wakati mwema, niwatakie utafutaji mwema wa maarifa zaidi, lakini niwatakie ujifunzaji mwema. Ujifunzaji mwema kwa maana ya kwamba muwe na wakati mzuri na mtulivu wa kujifunza na kuyasikiliza yaliyoko hapa katika hii channel, ili muweze kupata madini na maarifa yaliyoko humu. Na lakini niwatakie wakati mwema pia. Niwatakie wakati mwema, na baada ya kusema hivyo niwaage niseme kwaherini. Tukutane kipindi kinachofuata ambacho nimeelezea kwamba tutakuja kujifunza kitu gani. Basi tukutane huko katika hicho kipindi kinachofuata. Ila hiki kipindi cha leo kimeishia hapa. Alamsiki.